Mkuu wa majeshi nafikiri uko hapa ndani, wewe na katibu wako mkuu, kaka yangu ambaye ametajwa kwa sifa nyingi, na majenerali wote walioko hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie uzalendo wa jeshi letu katika kulinda tunu za amani na kulinda katiba unawafanya Watanzania waendelee kulipenda jeshi hili na kulisemea bila aibu mahali popote. Na ninataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, nidhamu iliyoonyeshwa na jeshi letu la wananchi wa Tanzania, taifa letu lilipokuwa linapita katika nyakati ngumu, taifa letu wakati linapita katika nyakati za kujaribiwa, kitendo cha jeshi la wananchi wa Tanzania kusimama katika kutii mamlaka ya nchi na kulinda mipaka na uhuru wa taifa letu, sisi wabunge tuliotumwa na wananchi kuja katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa dhati ya moyo wetu tunasema nembo ya uhuru wa taifa letu ni uadilifu, ni pamoja na uadilifu wa kazi za jeshi la wananchi wa Tanzania. Jenerali Mkunda na majenerali wako wote, kwa niaba ya wabunge wenzangu na wajumbe wa kamati ambao sisi tunawasimamia, kwa dhati ya moyo wangu, Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo aendelee kuwaimarisha, muendelee kulinda tunu za amani, mshikamano na umoja wa taifa letu, kwa sababu ninyi mmekuwa chachu ya kukataa chokochoko za mapandikizi yote ambazo zinataka kuvuruga umoja, amani na mshikamano wa taifa langu Tanzania. Na ninatambua hata Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipokuwa akiwahutubia, nilisikiliza hotuba zake nyingi, aliendelea kulisisitiza jeshi letu muendelee kulinda nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu toka historia ya taifa hili lilipopata uhuru, mataifa mawili yalipoungana, nchi yetu imeendelea kuamini katika mambo ya kwamba uongozi wa taifa letu ukishapewa ridhaa, hakuna kuangalia mipaka, huyu ametoka Ruvuma, huyu ametoka Zanzibar, huyu ametoka bara. Taifa hili ni moja.